la uzinduzi wa jengo, lakini pia kitendo ambacho nitakifanya baadaye cha kuzindua ile taarifa ya matokeo ya utafiti wa mapato na matumizi ya kaya binafsi Tanzania bara ya mwaka 2017-18 pamoja na taarifa ambazo ziko utaziona kwenye taarifa hiyo. Lakini pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Waziri wa Fedha ambaye pia hapa yupo, amewakilishwa na Naibu Waziri wa Fedha, kwa uongozi mzima wa Wizara ya Fedha na Ofisi ya Taifa ya Takwimu kwa kusimamia vema utafiti huu ambao leo hii utakuzinduliwa. Utafiti huu ambao utazinduliwa hapa una lengo la kupima maendeleo yaliyofikiwa katika kuimarisha hali ya maisha ya Watanzania. Tukio hili ni tukio endelevu kwa taasisi yetu ambayo itakuwa inaendelea kutuhabarisha mara kwa mara maendeleo yetu baada ya kuwa wataalamu wetu wa Ofisi ya Takwimu watafanya tafiti, na ndio kazi kubwa ambayo kwa sasa wanayo. Ndugu wageni waalikwa, kipekee sana namshukuru sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia leo ndio ilikuwa awe mgeni rasmi. Utakumbuka Mheshimiwa Rais amemaliza vikao vyake jana na leo ana wageni wengi ambao wanakuja nchini kwa maandalizi ya kikao cha nchi za kusini mwa nchi zetu ambayo inaitwa SADC. Wengi wanaporipoti wanahitaji kukutana naye. Kwa hiyo alinituma kuja hapa kumwakilisha na kuifanya kazi hii ambayo na mimi nimefurahi kupata nafasi hiyo ya kumwakilisha. Lakini Mheshimiwa Rais amenituma nilete salamu zenu nyote mlioko hapa, kwa hiyo mpokee salamu zenu kutoka kwa Rais wetu Dr. Magufuli. Wote mtakumbuka, kama si wote basi wale ambao wanakumbuka, kwamba jengo hili aliyeweka jiwe la msingi ni yeye mwenyewe Rais wetu Dr. Magufuli siku ya tarehe 20 mwezi Disemba mwaka 2017. Kwa leo hii tunachofanya ni kulivundua rasmi ili liendelee kufanya kazi yake. Mimi nataka kwanza niwapongeze watumishi wa takwimu kwa kuamua kujenga jengo zuri la kisasa kama hili. Nimeanza kuliona muda mrefu kwenye TV. Nilidhani labda ni picha ile ya 3D kwenye kompyuta, kumbe ni original. Hongera sana. Kumbe tunaweza tukajenga majengo haya ambayo tunaona huko na huku yamekuja tena Dodoma. Jambo hili la kupongeza sana. Hatua hii ni kubwa ambayo mmeifikia, na Mheshimiwa Rais anataka sasa muendelee kutekeleza majukumu yenu kwa weledi, uadilifu na umakini mkubwa, kwani takwimu sahihi zina mchango mkubwa sana katika kufikia ndoto yetu ya uchumi wa kati unaoongozwa na viwanda ifikapo mwaka 2025. Ndugu wageni waalikwa, kama ambavyo imeelezwa na waliozungumza na hasa Mheshimiwa Naibu Waziri, serikali hii inayoongozwa na Rais Dr. John Pombe Magufuli inatambua sana umuhimu wa takwimu nchini, na takwimu zenyewe tena zenye ubora. Takwimu za namna hii ndio ambacho na masikio ya serikali yetu katika kufuatilia na kutathmini mipango ya nchi yetu na maendeleo yake. Lengo la serikali ni kujenga uchumi wa kati unaoongozwa na viwanda ili kukuza uchumi kwa lengo la kupunguza umaskini. Maboresho mbalimbali yanayoendelea sasa nchini ni pamoja na marekebisho ya sheria ya takwimu sura namba 351 yaliyofanyika katika bunge letu la 11. Mabadiliko haya yamelenga kuweka msingi imara wa kuzalisha na kusambaza takwimu zenye viwango vya kimataifa na kitaifa na kimataifa pia. Lakini pia nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa John Justin Ndugai, mbunge, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wabunge wote waliopitisha kwa nguvu moja marekebisho ya sheria hii siku ya tarehe 27 juzi mwezi huu wa Juni 2019. Kwa mantiki hiyo
Ni vyema sote kwa umoja wetu tukatambua kuwa bila takwimu bora hakuna maendeleo kwa wananchi wetu, na jukumu letu kupeleka maendeleo haya kwa waliotupa dhamana ya kuongoza serikali hii. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tangu tupate uhuru mwaka 1961 nchi yetu ilitambua kuwa ujinga, umaskini na maradhi ndio maadui wakubwa watatu wa maendeleo. Hivyo tangu wakati huo serikali zote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini na serikali hizi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu zote toka awamu ya kwanza zilizotangulia zimekuwa zikifanya juhudi kubwa kupambana na maadui hao watatu. Serikali ya awamu ya 5 nayo imekuwa ikiwezesha fedha za rasilimali nyingi katika kuhakikisha kuwa wananchi wetu wanaondokana na maadui hao. Kwa hiyo nitoe wito kwa Tanzania tuhakikishe kwamba mapambano haya tunayoendelea nayo ya kupambana na maadui hawa lazima yawe endelevu. Tumetunga sera, tumepanga mipango mbalimbali na kutekeleza ili kuhakikisha maadui hao wanatokomezwa. Kama alivyoeleza mtakwimu mkuu wa serikali na Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, kuwa takwimu sahihi zinatuwezesha kupima tulikotoka, tulipo, na pia tunatabiri kule tunakoelekea. Kwa hiyo basi, matokeo ya utafiti huu yanatupatia takwimu na viashiria muhimu vinavyohitajika kupima mwenendo wa jitihada za serikali ya awamu ya 5 za kupambana na umaskini na kutupa fursa ya kufanya mapitio ya sera, mipango na mikakati kulingana na hali ilivyo kwa wakati huu tulio nao. Umaskini ni swala mtambuka, na kwa hiyo kupambana nalo kunahitaji jitihada zinazoratibiwa vyema katika sekta zote, ikiwa ni pamoja na sekta ya huduma za jamii kama vile afya, elimu na maji, pamoja na huduma za kiuchumi kama usafirishaji, mawasiliano na huduma za kifedha. Hivyo tukufahamu ukubwa wa tatizo la mwenendo wa maskini ni jambo muhimu ambalo utatuzi wake unaweza kuleta matokeo makubwa katika sekta mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya watu na taifa kwa ujumla. Ndugu wageni waalikwa, naomba nizungumzie kidogo matokeo ya viashiria muhimu vya utafiti wa mapato na matumizi ya mwaka 2017-2018. Matokeo ya utafiti huu tunayoyazindua leo ni muhimu sana kwetu, hasa kwa watunga sera, waratibu wa miradi na wadau wengine katika kufuatilia na hasa kufanya tathmini ya mipango na miradi iliyopo. Matokeo ya utafiti huu yatasaidia pia kutathmini na kufuatilia hatua zote tulizofikia katika utekelezaji wa malengo mbalimbali ya nchi, kikanda na yale ya kimataifa. Swala la takwimu kwetu ni jambo nyeti na serikali hii imeipa umuhimu. Kwa mfano, kazi iliyofanywa na taasisi ya takwimu, kwa mfano ripoti ya matokeo ya viashiria muhimu vya utafiti nitakavyoizindua muda mfupi ujao, ina taarifa nyingi sana zinazohusiana na ustawi wa kaya yetu hapa nchini. Taarifa hizo ni pamoja na hali ya maskini, mapato na matumizi ya kaya, afya, elimu, upatikanaji wa huduma za maji, usafi wa mazingira, umeme na hali ya makazi. Kwa ni muhimu taarifa hii kila mmoja akipata na kujisomea, na kwa bahati nzuri naambiwa taarifa hii itakuwa imeshawekwa kwenye mtandao ambao kila mmoja anaweza kujisomea akiwa nyumbani kwake. Kama nilivyomsikia naibu waziri, matokeo ya utafiti yametoa matumaini na kuonyesha matokeo chanya ya juhudi kubwa ya serikali ya awamu ya 5 na wadau wengine katika kupunguza kasi ya kiwango cha umaskini nchini. Lakini kama ambavyo pia mmemsikia mwakilishi wa Benki ya Dunia, takwimu zetu kutoka sekta mbalimbali pamoja na Benki ya Dunia yenyewe, Tanzania sasa imepambana na imefikia hatua tumeanza kupunguza umaskini kwa kiasi kikubwa. Lazima tupongezane wenyewe, kwa sababu juhudi hizi ni za sisi sote wa Tanzania katika kuhakikisha kwamba tunachapa kazi kwa lengo la kujipatia kipato na kupunguza umaskini. Hali kadhalika, kupitia matokeo haya tumegundua kuwa zipo sehemu ambazo tunatakiwa kuzifanyia kazi,
na tunataka tuzifanyie kazi kwa lengo la kuongeza fursa zaidi kwa wananchi ili kuendelea kupunguza zaidi kasi ya umaskini na mahitaji ya msingi katika kaya zetu. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na bwana, nitumie fursa hii pia kuwasihi viongozi wenzangu kuendelea kufanya kazi kwa juhudi na maarifa zaidi, sambamba na kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wetu kwa kutekeleza kwa vitendo na kusimamia kwa dhati miradi yote mikubwa inayoendelea kutekelezwa hapa nchini, na ambayo pia imeelezwa kwa ufasaha katika mpango wa pili wa maendeleo ya taifa. Na utekelezaji wa miradi hiyo, ni imani yangu kuwa utapunguza kiwango cha umaskini nchini, kwani kupunguza umaskini kwa mahitaji ya msingi kwa wananchi mmoja mmoja sio rahisi hata kidogo, lakini tukiungana pamoja tukafanya kazi kwa bidii kulenga maeneo yenye udhaifu, tunaweza kufika hatua tunayoweza kupunguza umaskini. Na itakumbukwa kuwa mwaka 1991 mpaka mwaka 1992 kiwango cha umaskini wa mahitaji ya msingi kilikuwa 39%. Ndani ya miaka 26 kiwango cha umaskini kimeweza kupungua kwa 13%. Hii ni dhahiri kuwa kuendelea kupungua kwa kiwango cha umaskini kunahitaji juhudi za pamoja na maarifa zaidi katika kukabiliana nayo yale yote yanayopelekea kuwa na hali ya umaskini. Aidha, serikali ikiongoza na falsafa ya Mheshimiwa Rais ya hapa kazi tu, ina matumaini makubwa sana ya kupunguza kiwango hiki kwa kasi zaidi, na hii ni kwa sababu itamfanya kila mmoja afanye kazi zaidi katika kila sekta anayoiweza kuifanyia kazi, na kwa utaratibu huo tutapunguza kiwango cha umaskini. Na katika utafiti ujao wa mwaka 2023 mpaka 2024 ninategemea kuona kiwango hiki kuwa kimepungua kwa kiasi kikubwa, kama tu Watanzania wote tutaendelea na jitihada hizi ambazo sasa tunaendelea nazo za kufanya kazi kwa bidii. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na bwana, na kama ilivyobainishwa na Mheshimiwa Naibu Waziri, moja ya matokeo ya utafiti huu ni kupungua kwa umaskini wa chakula kutoka 22% wa mwaka 1992 19% kwa mwaka 2000 mpaka 2001, 17% mwaka 2007 hadi 10%, 10% kwa mwaka 2011 12 hadi 8% kwa mwaka 2017 18. Kupungua huku ni matokeo ya jitihada zetu za serikali za pamoja na wananchi za kuboresha huduma ya jamii ambazo ni pamoja na maji, elimu, afya, barabara na nyinginezo zinazosaidia katika kuinua hali ya maisha ya binadamu na Watanzania wetu. Sote tumeendelea kushuhudia kuwa kasi ya mfumuko wa bei wa taifa wa bidhaa mbalimbali ikiwemo bidhaa za chakula umeendelea kuwa na watarakimu mmoja, ambapo mwezi Aprili mwaka huu ulikuwa 3.2%. Hii ni dalili nzuri, na tuna matumaini makubwa kwamba ikiendelea kushuka kila mmoja atakuwa na mudu kwenda sokoni kununua bidhaa anayoitaka. Hali ya chakula nayo imeendelea kuimarika kwa zaidi ya 124%, na hivyo kuwa kiashiria tosha cha utoshelevu wa chakula kwa msimu wa mwaka 2019 mpaka mwaka 2020. Na kwa upande wa serikali tutaendelea kuhakikisha sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi tunaviimarisha zaidi, kwa kuwa ndio sekta pekee zinazotoa chakula kwa 100% kwa Watanzania, na pia kuuzwa nje ya nchi ziada tunayoipata na kutuingizia fedha za kigeni kutoka kwenye nchi zinazozipelekea. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naomba nidokeze kidogo kuwajulisha hali ya umaskini barani Afrika. Tukiangalia hali ya umaskini katika nchi nyingine za bara Afrika kwa miaka ya hivi karibuni, nikianza na nchi jirani Kenya, kiwango cha umaskini wa mahitaji ya msingi ni 36.8 mwaka 2015. Afrika Kusini 55.5 mwaka 2015. Rwanda 38.2 mwaka 2016. Zambia 54.4 mwaka 2015. Ethiopia 23.5 mwaka 2015, na Zimbabwe ni 72.3. Tunachojifunza hapa ni kwamba sisi wa Tanzania tupatao takriban milioni 55
kiwango cha umaskini wa kipato hakitofautiana sana na nchi nyingine za bara la Afrika. Kupunguza umaskini kwa nchi yoyote ile kunapaswa kuhusishwa na uwekezaji kwenye sekta nyingine za kiuchumi ambazo hugusa na kuwanufaisha wananchi walio wengi. Nitumie fursa hii kusisitiza kuwa umaskini ni changamoto kwa dunia nzima na hasa kwa nchi zinazoendelea kama vile Tanzania. Kadhalika, nchi zilizo na hali mbaya zaidi ni zile zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara, kama takwimu rasmi zinavyoonyesha kuwa ziko juu, tena juu pia hata ya Tanzania. Hivyo juhudi za ziada zinahitajika ili kukabiliana na changamoto hii, na kwa mujibu wa takwimu za Benki ya Dunia, kiwango cha umaskini kimekuwa kikipungua mwaka hadi mwaka, japo kwa kasi ndogo. Na hali hii inatokana na ukweli kuwa ukuaji wa uchumi wa nchi zetu unategemea zaidi sekta zinazoajiri wananchi wachache, tena nyingi zikiwa zimejikita kwenye maeneo ya miji, na huku tukiwa na mkakati wa kupeleka kwenye maeneo ya vijiji. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, pamoja na haya yote, nataka niwaonyeshe namna ambavyo tunaendelea kuimarisha huduma za jamii. Na Mheshimiwa Naibu Waziri ameeleza kwamba huduma za jamii zimeanza kuimarika katika kipindi cha awamu ya 5. Dhamira ya serikali ni pamoja na kuendelea kutoa elimu ya msingi bure. Matokeo ya utafiti yanaonyesha kuongezeka kwa uandikishaji wa wanafunzi katika shule za msingi kutoka 78% mwaka 2011-12 hadi 83% mwaka 2017-18. Wakati wa uandikishaji wa wanafunzi katika shule za sekondari nao pia umeongezeka kutoka 29% mwaka 2011-12 hadi 34% mwaka 2017-18. Lakini licha ya hatua hii nzuri, bado lengo la serikali ni kufikia 100%. Na iagiza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Ofisi ya Rais TAMISEMI inayosimamia shule za msingi na sekondari kushughulikia changamoto zote zilizopo katika sekta ya elimu ili kuongeza zaidi kiwango cha udahili katika ngazi zote. Bado tuna watoto waliofikia umri wa kwenda shule hawajaamua kwenda shule. Kwa lazima tuweke sheria ndogo ndogo kwenye mamlaka za serikali za mitaa ili kuwezesha watoto wote kwenda shule, wakati huu ambako hakuna hata malipo kwa mtoto huyo kwenda shule. Kwa upande wa huduma za maji, matokeo yameendelea kuonesha kuwa 73% ya kaya za Tanzania bara kwa mwaka 2017-18 zilitumia maji ya kunywa kutoka vyanzo bora vya maji, na katika kipindi cha kiangazi ikilinganishwa na 61% ya mwaka 2011-12. Hata hivyo, utafiti unaonyesha tofauti kwamba ipo katika matumizi ya maji kwenye maeneo ya vijijini, ambapo tuko kwenye 65% ya kaya zilitumia maji ya kunywa kutoka vyanzo bora vya maji katika kipindi cha kiangazi mwaka 2017-18 ikilinganishwa na 52.5% mwaka 2011-12, wakati maeneo ya mjini ni 87.6% kwa mwaka 2017-18. Na hii tunailinganisha na 78% mwaka 2017-11-12. Bila shaka tutakuwa tumefika hatua mzuri sana kwa zaidi ya 60% ya kaya zote nchini kupata maji ya kunywa kutoka katika vyanzo vilivyo bora. Pamoja na mafanikio haya, serikali yetu ya awamu ya 5 inaendelea kujiridhisha na kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata maji ya kunywa safi na salama kwa 100%. Hiyo ndiyo dhamira yetu na tunaendelea vizuri. Leo hii tunayo miradi mingi ambayo tunaitekeleza kwenye maeneo ya miji na vijijini, na tunahakikisha angalau kila makao makuu ya wilaya tunapeleka mradi mkubwa, na mradi huu mkubwa tumewekea sheria. Pale ambako bomba la maji linalolala kuelekea kwenye panapotoa huduma, basi umbali wa kilomita 12 kwenda kushoto mwa bomba, kilomita 12 kwenda kulia mwa bomba, vijiji vyote vilivyoko ndani ya kilomita hizo vinapata maji. Na kwa utaratibu unaendelea nao utatuhakikishia kupata maji kwenye miradi hii mikubwa yote ambayo tunaitekeleza. Lakini sote tumesikia waheshimiwa wabunge walivyoelezea malalamiko yao katika bunge hili la 11 ambayo tumemaliza jana kuhusu upatikanaji wa maji kwa wananchi wao. Hii
na iagiza tena Wizara ya Maji. Narudia tu kwamba lazima waendelee kushughulikia changamoto hizi za kupatikana kwa maji kutoka mijini mpaka vijijini, kwa kuanzisha angalau visima ili kijiji kiwe na uhakika mahali panapopatikana maji, kwa kuwaondolea adha wa kina mama kuzunguka siku nzima na ndoo kichwani bila kupata maji, lakini kuwaondolea adha vijana wanaozunguka na bodaboda na baiskeli wakiwa na madumu kutafuta maji mahali ambako hakujulikani. Lakini pia niwaombe wananchi na wadau wote wa maji kuendelea kushirikiana na serikali katika kukabiliana na changamoto za upatikanaji wa maji, ikiwemo na utunzaji wa mazingira. Maeneo mengi vyanzo vimekauka kwa sababu miti imekatwa ovyo. Maeneo mengi tumekausha vyanzo kwa kupeleka aidha mifugo, lakini pia kwa kutotunza vyanzo hivyo. Kwa ni vyema sasa wananchi tukashirikiana katika kulinda vyanzo hivyo, malengo yetu tufikie hatua mzuri ya utoaji wa huduma za maji maeneo yote mijini na vijijini. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na bwana, ziko jitihada zinaendelea sasa pia za ujenzi wa viwanda nchini, ambazo pia tumeendelea kuona wananchi wakinufaika kila panapojengwa viwanda. Na viwanda hivi vya aina mbalimbali kama vile viwanda vya saruji, mabati, nondo na vya aina nyingine yote ile vinapata fursa ya kupata rasilimali kutoka bidhaa inayozalishwa nchini, kutoka sekta ya kilimo, uvuvi, mifugo na maliasili. Na maeneo haya yote tumeimarisha kupata rasilimali za kupeleka kwenye viwanda vyetu. Tunaendelea kutoa wito kwa wawekezaji wa Tanzania wenyewe, lakini wawekezaji kutoka nje kuja kuwekeza viwanda hapa Tanzania. Tumeandaa mazingira mazuri ya uwekezaji huo. Tunayo ardhi ya kutosha. Tumeendelea kufanya maboresho ya kero za wafanyabiashara kwa lengo la kuwawezesha wawekezaji kuwekeza zaidi kwenye sekta viwanda. Na matokeo ya utafiti huu yanaonyesha kuongezeka pia kwa idadi ya kaya zinazoishi kwenye nyumba zilizojengwa kwa kutumia vifaa vya kisasa vya ujenzi kama vile saruji, marumaru, bati, matofali na matofali ya kuchoma yanayotengenezwa hapa hapa nchini. Leo hii kaya yote ikitaka kujenga nyumba, huna sababu ya kuwaza saruji wala bati wala marumaru, vyote vinatengenezwa hapa nchini. Kwa hiyo endeleeni kuboresha kaya zetu na maeneo tunamoishi, kwa sababu bidhaa za ujenzi zinapatikana hapa hapa nchini. Na kaya ambazo zinaishi kwenye nyumba zenye paa la kisasa zilizoezekwa na bati vile vile zimeongezeka kutoka 68% mwaka 2011-12 hadi kufikia 84% mwaka 2017-18, wakati kuta za kudumu zimeongezeka kutoka 46% mpaka 79% kwa mwaka wa fedha 2017-18. Na leo hii tumeanza kuona pia hata halmashauri wanaanza kuweka masharti ya rangi za bati zinazojenga kwa mitaa. Hii ni kwa sababu bati ziko nyingi. Wakurugenzi wameanza kusema mtaa huu unataka bati nyekundu tu, mtaa huu unataka kuone bati za kijani tu, na huku za blue na vitu vya namna hii. Hiyo ni dalili kwamba bati sasa zinapatikana kwa wingi, kwa wakati, bila ya usumbufu wowote. Tunataka tufikie hatua hiyo tutakapoimarisha ujenzi wa viwanda mpaka kwenye ngazi za vijiji. Kwa ni jukumu sasa la vijiji kutenga maeneo kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda. Lengo la serikali ni kuona kwamba kila Mtanzania anaishi akiwa na uhakika wa maisha yake kwa maeneo ya makazi, lakini kwa kupata huduma bora mbalimbali, lakini pia fursa ya kuendesha ujasiriamali kupitia viwanda vilivyopo hapa nchini. Tuendelee kuunga mkono jitihada za serikali katika kutafuta na kuhamasisha wawekezaji wa ndani na nje kuwekeza katika viwanda vingi vya saruji, bati na marumaru, ili kuongeza uzalishaji na kuleta ushindani wa bei ambao utawanufaisha wananchi wengi watakapokuwa wanaamua kujenga makazi yao. Utafiti pia umeendelea kubaini uwepo wa ongezeko la kaya zilizounganishwa kwenye umeme wa grid ya taifa kutoka 18% mwaka 2011-12 hadi kufikia 29% mwaka 2017-18.
Jitihada kubwa za serikali chini ya mpango wa umeme REA zinaendelea na kutekelezwa kwa kasi kubwa. Leo hii tumeweza kufikia vijiji zaidi ya 54%, na kazi hii inaendelea, na malengo yetu au kwa kupitia awamu hii ya 3 ya kusambaza umeme unaojumuisha vijiji karibu 7873 katika wilaya na mikoa yote Tanzania bara, ambao pia unatekelezwa kwa kipindi cha miaka 5, ulianzia mwaka 2016-17, na sasa malengo yetu kufikia mwaka 2021 vijiji zaidi ya 90 vile vimepata umeme na vinawaka umeme. Na wapate umeme, si tu umeme, tunataka umeme mwingi wa kutosha na wa gharama nafuu kila palipo na nyumba. Na nia ya Mheshimiwa Rais na maagizo aliyoyatoa Mheshimiwa Rais, anataka kuona kila nyumba ya Mtanzania inawaka umeme kutoka mijini mpaka vijijini. Na umeme huu tunaosambaza, tumesema hauangalii ni nyumba ya aina gani ya kupeleka umeme. Nyumba za bati, nyumba zile za kawaida, mpaka ile ya kijijini kule Tembe inapata umeme. Kwa hiyo kila mwenye nyumba awe na matumaini kwamba umeme unapatikana, tena kwa bei rahisi ya shilingi 27,000 tu unapata umeme unauweka ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo jambo hili linatuhakikishia kwamba Watanzania watakuwa na umeme kufikia mwaka 2021. Serikali imeweka msisitizo mkubwa sana wa miradi ya umeme, na kama ambavyo nimeeleza, kwa sasa serikali inaendelea kuongeza vyanzo vya uzalishaji wa umeme ili tupate umeme wa kutosha. Na ule umeme tunaotoa kule Rufiji una megawati za kutosha kabisa, na utasambazwa ndani ya nchi na kuuza ziada. Naamini utafiti mwingine utakapofanyika, idadi ya kaya ambazo zitaonyeshwa zimefikiwa na umeme itakuwa imeongezeka. Kwa hiyo mkurugenzi mkuu, hasa wote wawili wa bara na visiwani, tutakapokuja hili eneo hili tulibainisha vizuri, na sisi serikali tuone hatua tulioifikia. Sasa nitoe wito sasa kwenu watendaji wakuu wote wa takwimu kuhakikisha kwamba tafiti hizi zinafanywa kwa kina ili tusaidie serikali katika kubainisha yale ambayo yana mapungufu. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na bwana, tunaendelea kuchukua hatua mbalimbali, na hatua hizi matokeo yake yataonyeshwa na watakwimu wetu. Tunataka tuone, je, katika makundi kipato chetu kimeongezeka? Vijana, wakina mama, wazee, watoto, tuko kwenye hatua gani ya maendeleo katika nyanja zote ambazo nimezieleza? Lakini pia makundi maalum ya wenzetu wenye uhitaji maalum, wenye ulemavu, kwa kuziagiza pia, tumeshaziagiza halmashauri zote kwamba hawa vijana, wanawake na wenye mahitaji maalum, lile fungu lao la kupatia mitaji liendelee kutolewa. Na ndio kwa sababu tumeweka sheria leo hii kutoa zile fedha sio matakwa ya halmashauri au baraza la madiwani, ni lazima, kwa sababu tumeweka sheria lazima wapate mikopo. Lakini muhimu katika hili, ukishakopa hakikisha unarudisha ili mwingine apate huo mkopo umsaidie katika kujipatia kipato au mtaji wa kuendesha shughuli zake. Yote haya ninayozungumza, nirudie tena kuwasihi viongozi wenzangu tuliopewa dhamana serikalini, tuendelee kutumia takwimu hizi ambazo zinachakatwa hapa na watakwimu wetu ili tuweze kumudu kupanga mipango ya maendeleo. Takwimu hizi zimeamsha ari ya nguvu mpya ya serikali na wadau wote kuhusu kuboresha zaidi ustawi wa kaya zetu, na hizi huduma ambazo zinatolewa ziende kuwa huduma bora zaidi. Nitoe maelekezo kwa wakuu wote wa mikoa na wakuu wa wilaya na wakurugenzi kwenye halmashauri zote wahakikisha kwamba wanatumia takwimu hizi kama nyenzo za kujitafakari wakati tukielekea ukingoni katika kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo inayokwenda kuishia mwaka 2025. Na mwisho wa hotuba yangu leo, ndugu wageni waalikwa, mabibi na bwana, niseme napenda kuwakumbusha wakuu wote wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa Tanzania bara kuhusu uandaaji wa taarifa za wasifu
kwa ajili ya maeneo yenu kuwa ni muhimu sana katika kupima ukuaji wa pato la mkoa, lakini pia tujue wastani wa kipato cha wananchi na hali ya umaskini kwenye ngazi ile ya wilaya. Tangu kutolewa kwa agizo hilo mwaka 2016, mtakwimu mkuu wa serikali amekuwa anafuatilia kwa karibu sana kuhusu upatikanaji wa taarifa hizi za takwimu kutoka katika mikoa yetu. Hivyo tueni ushirikiano wa kutosha, na ofisi yangu itakuwa inapokea taarifa za utekelezaji kila robo mwaka kutoka kwa mtakwimu mkuu wa serikali. Ndugu wageni waalikwa, mafanikio haya ambayo tunayaonyesha hapa yaliyofikiwa na ofisi ya mtakwimu wa serikali nchini yanatokana na takwimu bora kama tulivyosikia. Ukiona mipango mbalimbali inawekwa kwenye ofisi yoyote ile nchini, inatokana na taarifa za ofisi ya mtakwimu. Na tunataka tuimarishe utoaji wa takwimu nchini ulioanza mwaka 2010 na kukamilisha Juni 2018. Aidha, nitoe pongezi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kufanikisha ujenzi wa majengo mawili ya ofisi ya takwimu, moja liko bara na jingine liko Zanzibar. Yote haya ni kwa ajili ya kuimarisha mahali sahihi pa kufanyia kazi. Nimeingia kwenye jengo letu, nimeona miundombinu iliyo imara. Nimeona pia chumba kilichojaa makompyuta kinachoendelea kuboresha hizi takwimu. Limenipa matumaini makubwa, na kwa kuwa mlimwalika Mheshimiwa Rais aje hapa, nitamhabarisha niliyoyakuta hapa mazuri ambayo yanaleta matumaini kwa Watanzania. Na niwapongeze watumishi wote wa takwimu kwa kazi nzuri mnayoifanya, lakini na ubunifu mnaoendelea nao katika kuboresha huduma zenu hapa ndani. Mmepata maelezo na mtoa taarifa namna ambavyo mmefanya maboresho makubwa na kwamba mnaendelea. Leo hii hamuhitaji kwenda makabrasha vijijini, kila kitu kinaenda kwenye elektroniki. Hata sisi huku mtaani tutakuwa tunawapata kupitia kwenye mitandao, sio lazima tuje hapa kwenu. Sasa hili jengo mmelijenga mtakaa peke yenu, kwa sababu sisi tutakuwa tunawapata kwenye mitandao tukiwa huko kwetu. Lakini mahali pazuri kuja kutembelea na kupata takwimu na maelezo za ziada kwenye takwimu hizi. Kwa eneo hili ni eneo pia la kimkakati kwa kupata wageni wengi kuja kupata maelezo mbalimbali kila eneo. Nitumie nafasi hii kushukuru sana mtendaji mkuu na timu yako ya watakwimu, na wote mko hapa, jipigieni makofi kwa kazi mzuri mnayoifanya. Natoa wito, endeleeni kutafuta rasilimali fedha ili sasa muweze kuboresha mambo yenu. Na kule Zanzibar, na nyie pia endeleeni kutafuta fedha zaidi kupitia bajeti yenu ili mboreshe upatikanaji wa takwimu hizi. Lakini ikiwa kule ndani lilitoa changamoto moja, kutokana na umuhimu wa takwimu tunazozipata kutoka kwenye taasisi ambazo ni rasmi, lazima tuimarishe upatikanaji wa takwimu kutoka kwenye vyanzo kule. Leo hii hatuna afisa takwimu wa ofisi ya mtakwimu mkuu aliyeko halmashauri. Kule kwenye halmashauri kupata takwimu ni shida kubwa. Mimi nilikuwa naibu waziri wa elimu. Huko nilikuwa nasimamia elimu ya msingi, sekondari. Ilikuwa nikiagiza takwimu za vyumba vya madarasa tulivyo navyo kwenye halmashauri moja, majibu nayapata baada ya wiki 2. Yaani mpaka nasahau kama nilishaagiza. Hatuna mfumo mzuri wa kupata taarifa. Hatuna maafisa maalum wanaofanya kazi hiyo. Yupo mtu mmoja kwenye idara ya elimu anaitwa afisa takwimu. Hawezi. Hebu tupeleke mtu ambaye amesomea, ana uelewa mpana, lakini yuko kwenye usimamizi na mtakwimu mkuu, na awajibike kupeleka takwimu za kila siku kwa mtakwimu mkuu, badala kutafuta mtu afanye kazi kwa niaba halafu anaona kama si sehemu yake ya kazi. Kwa ni muhimu hilo likachukuliwa na wizara, muone kama wapo, ombeni vibali utumishi, watengeneze muundo ule na mpate kibali cha kuajiri watakwimu kwenye ngazi ya mkoa na halmashauri kwa lengo la kupata taarifa za kila siku. Na kwa kuwa sasa mmeweka mfumo wa kielektroniki, mtakuwa mnapata taarifa kutoka huko kijijini baada ya kujiridhisha kuwa
takwimu hiyo ni sahihi na atakuwa anawajibika kwa kiongozi wake kuliko utaratibu tulionao sasa, ili kuwapunguzia kimbia mbio kwenda mpaka huko. Lakini nimechungulia upande ule nyuma, nimekuta mikonga mingi zile Land Cruisers mmezipanga pale kwa ajili ya kukimbizana kwenda vijijini. Nataka tupunguze gharama kuendesha pia na hizo Land Cruiser, kila kitu mtapata humu ndani. Kwa hiyo mtekeleze hilo ili tuweze kufanya kazi. Mimi nawashukuru sana Benki ya Dunia, tunaendelea kufanya kazi pamoja, na jengo hili tumejenga kupitia nyie, na mmeonyesha na sisi tunaona jitihada zenu na mahusiano yetu katika kufanya kazi mbalimbali. Tufikishie salamu hizi ndani ya ofisi yako na wale wote ambao unafanya nao kazi, kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawashukuru sana Benki ya Dunia kama wadau wakubwa ambao pia mnashiriki kwa namna moja au nyingine kuifanya taasisi yetu takwimu kufanya kazi yake katika mazingira rahisi. Lakini nawashukuru pia wadau wote ambao pia mnashiriki kutoka balozi mbalimbali, wadau wa ndani ya nchi, kuendelea kuunga mkono ofisi zetu mbili ya bara na visiwani katika kufanya kazi yake ya kukusanya takwimu vizuri. Jambo hili linatupa faraja sana, na mimi niwahakikishie kwamba serikali yetu ya awamu ya 5 itafanya kazi na nyie kwa ukaribu sana. Itawapa ushirikiano wote mnaohitaji ndani ya serikali katika kuhakikisha kwamba mipango yote mlioiweka ya kuunga mkono jitihada za serikali kuwa inafanikiwa. Kwa hiyo tuendelee kufanya kazi pamoja. Nimearifiwa hapa kuwa wamiliki wa viwanda wakati mwingine huwa wanaogopa kutoa takwimu za uzalishaji wao. Sio wanaogopa nini? Wanaogopa kodi? Hapana, sio nataka takwimu tu za uzalishaji ili tuoanishe na huduma zinazokwenda vijijini, ili tuweze kuona je, Watanzania wanafikiwa na bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi, wananufaika na bidhaa hizo, wanaridhika kwa kiasi gani, ili na sisi tufanye maboresho. Kwa hiyo niwasihi wamiliki wa viwanda kutoa ushirikiano kwa taasisi zetu za takwimu zote mbili, ya bara na visiwani, ili tuweze kupata takwimu zilizo sahihi. Wakati mwingine kuja kuona je, uwepo wa viwanda, mgogoro wetu wa ajira tumeweza kufikia kwa kiasi gani, tunawaajiriwa wangapi, wa moja kwa moja na wale wa kila siku. Malengo yetu ni kupata takwimu. Kwa hiyo endeleeni kutoa ushirikiano na idara zetu za takwimu. Malengo yetu ni kutaka kuona umuhimu wa uwepo wenu na kuwa ndio chanzo cha upataji wa taarifa. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na bwana, mwisho ni washukuru tena waliosaidia kufanikisha utafiti huu wa mapato na matumizi ya kaya binafsi kwa mwaka 2017 mpaka 2018, lakini pia wajenzi wa jengo hili ambao nawajua ni kampuni ya Hainan kutoka China. Kampuni ya Hainan inafanya kazi mzuri, inajenga majengo mazuri sana. Hili ni sehemu tu ya jengo aliyojenga, na kila nikipita kwenye majengo yaliyojengwa na Hainan yanavutia sana. Nafikiri huko China huko. Hongera sana Hainan. Endeleeni vizuri, viwango na uharaka. Hili ni jengo ambalo limejengwa katika kipindi kilichosainiwa mkataba. Lakini pia nimpongeze sana mtaalamu mshauri wa YNP Company kwa kazi mzuri iliyofanya kushauri Hainan kufanya kazi yao vizuri. Mmetuunganisha vizuri kati ya kampuni hii na sisi, kwamba kazi hii inaendelea vizuri. Hata siku Mheshimiwa Rais alipokuja alisema kwa kipindi hiki kilichojengwa tungeweza kujenga majengo mengi. Na nataka niwaambie Watanzania, hiyo ndio mabadiliko ya sasa ya teknolojia ambayo taifa letu imeafikia. Zamani jengo kama hili lilikuwa linajengwa zaidi ya miaka 20 kwa kuhangaika kubeba saruji kichwani mpaka juu. Siku hizi saruji inaenda kwa mitambo. Kwa hiyo mambo tumefika hatua mzuri. Namshukuru sana pia Mheshimiwa Rais kwa kunipa fursa leo ya kuja kukutana na Watanzania na kufanya kazi kubwa na heshima kubwa ya kuwekwa jiwe la msingi. Jambo hili sio la mzaha humu ndani ya nchi, huku serikalini. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kunipa fursa hii ya kuja hapa kufungua jengo letu kubwa, na hasa kuibua
haya ambayo tunayafanya hapa nitakayofanyia kazi muda mfupi.